Shalom, shalom mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli zetu za FPCT Kidatu Tabora. Tunakuletea tena mazungumzo mafupi ambayo yanailenga mikutano yetu hii tuliyokuandalia katika kanisa letu la FPCT Kidatu. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, kiongozi wa ibada yetu, anayetuongozea mikutano yetu hapa katika kanisa letu hili. Tunapata kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya kuangazia masuala mazima ya mkutano wetu huu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen sana, amen sana. Naomba ujitambulishe kwa majina yako ili watu wakufahamu. Asante sana mtangazaji, mimi naitwa Joseph Makungu, mwinjilisti. Ndio majina yangu hayo. Ni mwinjilisti kutoka kanisa gani na ni maeneo gani? Asante sana, mimi ni mwinjilisti wa kanisa la FPCT. Niko pale Itobela. Ndio niko hapo namtumikia Mungu kwa level ya uinjilisti, lakini pia nimefungua huduma pale kama mchungaji. Kwa maana yake unaweza kuniita mchungaji na mwinjilisti. Ubarikiwe kwa kazi nzuri. Asante sana. Hebu kazi yako ya uinjilisti na huduma yako ya uinjilisti imeanzaje? Nini msukumo wa kazi yako hasa? Asante sana. Mimi niseme kwamba kwanza nimeokoka mwaka 2005, lakini baada ya kuendelea kukua katika wokovu, baadaye nikasikia msukumo wa kufanya huduma ya uinjilisti. Mungu akaendelea kunikuza taratibu, lakini ishu ya uchungaji yenyewe kidogo ilikuwa na process. Kwa hiyo mwaka huu ndipo sasa nimeanza huduma hiyo. Asante sana. Kuhusu mkutano huu kutoka Itobela kule Uyui mpaka hapa Kidatu, ilikuwaje? Hiyo namshukuru Mungu, kiukweli ni neema tu, kwa sababu haikuwa rahisi sana, kwa sababu viongozi wa mikutano ni wengi sana. Kwa kwangu mimi haikuwa rahisi. Baadaye nilipopata simu ya mchungaji, kiongozi wa kanisa hili, akasema nahitaji uwe mgeni wetu wa kuongoza mkutano. Kiukweli nilijisikia vizuri. Kwa hiyo ni neema, sio ni kitu ambacho labda ni namna gani, ni neema tu, sina namna nyingine, ni neema. Wako watu wengi sana. Toka tulipoanza, nafikiri tulianza toka Jumapili, yes, mpaka leo hii, unauzungumziaje mkutano toka tulipoanza mpaka hatua hii? Kiukweli na niseme tu, inawezekana na wengine ni mashahidi sana hata kwenye mitandao kule. Kiukweli ni mkutano ambao umejaa matendo makuu ya Mungu. Matendo ya miujiza yanafanyika hapa. Tumeona watu wanafunguliwa, tumeona vichaa wanapona, tumeona wagonjwa wanapona. Kwa hiyo ni mkutano uliojaa miujiza toka siku ya kwanza tulipoanza mkutano huu. Ni mkutano wa baraka sana, ni mkutano mzuri sana. Kwa hiyo hauna mashaka, ni mkutano wa viwango vya tofauti sana. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ambalo limefanyika hapa. Hebu kwa ufupi mzungumzie mchungaji Tusekelege Kamendu, mhubiri wetu wa mkutano, kwa ufupi tu. Amen. Kwanza kabisa tunayo sababu kubwa ya kumshukuru Mungu kumpata mtumishi wa Mungu mwenye viwango vya tofauti. Ni mchungaji lakini ni mwinjilisti aliyejaa mafuta ya kimungu. Kiukweli mafuta ya kimungu ni ule unyenyekevu wa ndani, na ndio naoleta nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo ni mhubiri wa kimataifa. Hatusemi mhubiri ni mhubiri wa kimataifa. Amina. Basi hebu nikupe nafasi nyingine tena, useme nini wito wako kwa watu wa Tabora na wale wote wanaoendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nini wito wako hasa kuhusiana na mkutano wetu huu? Asante sana mtangazaji. Mimi wito wangu kabisa kwa watu wa Tabora na viunga vyake ni kwamba mkutano wetu leo hii utakuwa ni siku yetu ya 6. Kwa mimi nauzungumzia kwamba huo mkutano, siku ambazo zimebaki, mimi ninawaalika sana. Ninawaalika siku zote, kila siku inavyoendelea,
ndivyo kuna mambo yanatokea makubwa. Na kuna wengine wanasema ule mkutano kama mikutano mingine, huu ni mkutano wa tofauti. Hapa hatutumii vitambaa wala mafuta. Unaposikia vichaa wanapona, si kwamba tunatumia mafuta wala vitambaa. Yaani ni nguvu ya Mungu, nguvu ya tofauti ambayo ipo. Roho Mtakatifu anafanya kazi kama walipokuwa wanahubiri kina Petro. Ndo haya tunayoyaona sasa. Yale ambao watu wanayasikia hapa yanatokea. Viwete wanatembea, vichaa wanapona. Kwa hiyo wagonjwa wanapona. Mimi niseme wawalete wagonjwa wenye shida mbalimbali, wenye mateso. Ndoa yako imekuwa ngumu, umepata changamoto kwenye ndoa, umepata changamoto kwenye biashara, umepata changamoto watoto wako hawafaulu. Mimi nasema ndani ya siku hizi zilizobaki waje hapa wayaone matendo makuu ya Mungu. Asante sana mtumishi. Amen, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Asante sana, nashukuru. Mungu awabariki mno. Amina. Uliyoyasikia kwa muda mrefu yanatendeka hapa Kidatu. Ndiyo mwisho wa maneno ya mtumishi wa Mungu hapa, kwamba uliyoyasikia yanatendeka live hapa Kidatu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Mungu yuko hapa anasubiri kuwafungua. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Tulikuwa na mazungumzo mafupi kuhusiana na habari ya mkutano wetu huu. Na sasa tunaelekea tena kuanza mkutano mishale ya saa 9. Usiache kutufuatilia. Ingia pale, andika FPCT Kidatu Tabora. Subscribe, comment, like, share pia ili tuweze kwenda pamoja. Utaendelea kupata vitu vizuri sana. Mungu akubariki sana. Bye bye.